Karibu sana kama ulishajiunga na sisi kwenye Hope Info 3, karibu sana. Kama na wewe haujajiunga na sisi, kama ni mara kwanza, bonyesha subscribe, na wewe habari zetu ukuwe unazipata uko wa kwanza. Hamujambo tena wapendwa wasikilizaji, mnatufuata kwa hii mtandao ya Hope Info 3. Angalia kama ulishabonyesha subscribe. Mazungumzo mapya kati ya FCM 23 na serikali ya DRC nchini Sweden. Kenya, ufagaji wa umma wa samaki kwenye viziba Bubasi DRC. Zaidi ya watu 30 wamefariki kati ya ajali ya boti ziwa Tanganyika. Habari ziko napatikana ni nyingi, usipite bila kubonyesha subscribe. Sudani, nchi iliyozafishwa na vita vilivyoendelea. Vita nchi Sudani. Ethiopia yaunga mkono wanajeshi wa FCL kulingana na chuo kikuu cha Lal. Watu 12 wameuawa katika shambulio kaskazini mwa Darfur, Sudani. AFC M23 yasaini mkataba wa maendeleo na ICLC kwa kuabidi kwa serikali. M23 na ICLC makubaliano hubalishwa kufungua kijeshi. Kama ni mara kwanza jiunge na sisi, nikwambie kama Donald Trump, Amerikani na Irani zinaweza kuanza tena mazungumzo kati ya siku mbili zilijazo. Mazungumzo kati ya Amerika na Irani yanaweza kuanza tena katika siku mbili zijazo. Donald Trump ameambia gazeti ya New Poster. Jambo linaweza kutoka katika siku mbili zijazo na kukatua na kuelekezo zaidi ya kwenda Palestine, imeliambia gazeti hili. Taarifa hii inakuja kwa baada ya mkutano uliofanyika mwisho wa wiki iliyopita huku Al-Bastad, Palestina, ilihudumiwa migogoro mwa wengine makuni wa rais wa Amerika Donald Trump, J.D. Vance na spika na bunge la Iran Mohamed Blankt Grafa. Mazungumzo hayo yanahamilizwa makubaliano yoyote. Mapema siku hiyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilipoti kubadilishana ujumbe katika tremu ya Palestina, lakini vikabilishwa kwamba hakukuwa na taarifa inayoonyesha makubaliano ya kuanyika kwa mazungumzo mapya ya Amerika. Licha ya matumaini ya kuelejea mazungumzo, Washington imepaa kupelekea na shinikizo zaidi ya Iran. Waziri wa fedha ya nchi hiyo amesema hai mpango wa kuelegeza tena vikwazo kwa biashara ya mafuta ya Iran baada hapo kabla kuruhusu mauzo ya mafuta ya nchi hiyo kufidia upunguzu ilizotokeza baada ya kuzuka kwa hiyo vita. Wewe ulishajiunga na sisi kwenye Hope Info 3, asante. Kama na wewe haujajiunga na sisi kwenye Hope Info 3, usipite bila kubonyesha subscribe
share, like na una comment habari zetu ukuwe unazipata uko wa kwanza kila siku kila saa. Habari kwenye Hope Info 3 zinaendelea. Twende hapo Sudani. Vita nchi Sudani, Ethiopia ya unga mkono wanajeshi wa FCL kulingana na chuo kikuu cha Yale. Inalipotiwa kwamba Ethiopia inaunga mkono vikosi vya serikali Hamdi ambapo wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudani kwa kabla miaka mitatu, ilingana na ripoti ya mabala ya utafiti kabitanimu katika chuo kikuu cha Yale nchi Amerika. Mwezi iliyopita jeshi ya Sudani iliwashutumu wanamgambo wale kwa zindiwa wanamgambo hao kwa zidu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka ndani ya eneo la Ethiopia, shutumu zilizo nunushwa Addis Ababa. Kama ni mara kwanza ulishafika kwenye Hope Info 3, bonyesha subscribe. Habari zetu kuna zipata uko wa kwanza komanteli kwenye Hope Info 3. Habari ziko napatikana ni nyingi, sisi tutarudi baadaye. Asante kwa kujiunga na sisi, asante kwa kumaliza hii video kwako. Tuandikia say thank you.